الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبادئكم شكر الله سبحانه وتعالى متكي رحمنا amani kipenzi chetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ningependa kuhusia nafsi yangu bila kusahau kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye kwa neema zake na fadhila zake nyingi sana kutujalia kuwa katika ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kutujalia kuwa ni katika Waislamu. Tumuombeeni Allah tudumishe neema hii, tujalie kuwa ni kushikamana na manhaj iliyokuwa sahihi mpaka mwisho wa uhai wetu. Tujalie kuwa walillahi alhamdu. Ikiwa tunaendelea na darsa ya tauhid katika kitabu al-mulakhas fi sharh kitab at-tauhid, tulifika katika mlango ambapo ndani yake kunaelezewa aya. Ndani yake kunaelezewa aya ambayo ni sababu ya kuwarudi wale ambao wenye kuona kwamba kwanza kwa ujumla inawarudi washirikina wote wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekeza ibada zao kwa asiyekuwa Allah, imma ni katika dua, ama ni katika istighatha, ama ni katika isti'ana. Zote hizi kuzielekeza kwa asiyekuwa Allah ni shirki, ushirikina. Sasa leo biidhnillah ta'ala tutaangalia kunako wale watu ambao wanaona kwamba kuna baadhi ya malaika au kuna malaika ambao wana uwezo wa kuwatimizia mambo yao. Kuna uwezo wa kuwatimizia mambo yao. Kuna watu wanaona kwamba kuna malaika fulani wanaweza kuwakidhia haja zao, mpaka ikafika mahali kuelekeza baadhi ya ibada kwa malaika. Kama ni dua, kuna watu wanawaomba eti malaika kwa kuona kwamba hawa malaika wana uwezo wa kuwatimizia mambo yao. Imma ni kutaka ulinzi eti kupitia malaika, au wanahitaji hifadhi, ama wanahitaji msaada wa aina yote ile, wakiona kwamba eti wanaweza kupata usaidizi kupitia malaika. Na filhali ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu malaika ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hapa al-Allama al-Fawzani hafidhahullah, munasabatu al-bab li kitab at-tauhid, munasab wa mlango huu kuwepo katika kitabu hiki. Anasema anna fihi bayana hali al-malaika alladhina hum aqwa wa a'zam min ubida min dunillah, an ubida min dunillah, fa idha kana haluhum ma'a Allahi ma dhukira min hayatihim minhu wa khashyatihim lahu, fa kayfa yud'auna ma'a Allahi fa ghayruhum min babi awla. Ndani ya huu mlango tunaweza kuona atabainisha Sheikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kuna hali za malaika ambao ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe vyenye nguvu. Yani Allah amevijalia malaika, Allah amejalia malaika kuwa ni viumbe kwanza ni wakubwa kimaumbile yao, namna walivyoumbwa wako na maumbile makubwa, pia vile vile wako na nguvu ambazo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa watabainisha wale wenye kuabudu malaika. Kuna watu wanaabudu malaika, subhanallah, kuona kwamba malaika kwa ule uwezo wao labda wanaweza kuwasaidia
Sasa pia hapa shekhe ya kuacha hiki kitu, akaonelea ndani yake kubainisha kitu kama hiki. Sasa akabainisha hali za malaika na hali zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ile heshima yao waliokuwa nayo na uoga wao waliokuwa nao kumwogopa Allah. Yani katika viumbe ambao wanamtii sana Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja ya kuwa wana nguvu na nini, lakini mbele ya Allah ni madhaifu mno, ni malaika. Malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata wawe na ukubwa kiasi gani, kama tunavyopata kusikia habari ya malaika Jibril. Tunapata kusikia malaika Jibril kama tunavyosimuliwa katika hadithi. Alisikika Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea sifa za malaika huyu Jibril. Sema malaika huyu Jibril ni mkubwa kiasi kwamba ako na mbawa takriban 600. Ako na mbawa takriban 600. Akinyoosha ubawa wake mmoja tu unafunika upande wa dunia, na akinyoosha nyingine anafunika ulimwengu mzima, na ako nazo 600. Sasa huyu ako na ukubwa kiasi gani? Ni malaika ambaye ako na ukubwa sana, lakini na ukubwa wake wote huu mbele ya Allah ni kiumbe dhaifu sana, ni kiumbe mdogo sana, anamuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa yao kubwa malaika ni utiifu mbele ya Allah. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawajawahi kumuasi Allah wala hawawezi kumuasi Allah. Wao wameumbwa kwa ajili ya kutii amri za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah atakuwa akiwaamrisha. Kwa hivyo pia hao malaika hao haifai kwa yoyote kati yetu sisi viumbe eti tukapeleka ibada kwa malaika. La yajuz. Hadha shirku. Na hili jambo kufanya hivi ni shirki. Kwa hivyo tutaweza kuona hali zao, ijapokuwa na nguvu, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wako na unyenyekevu sana. Malaika wanamuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala, wanamnyenyekea sana Allah. Fakaifa yud'auna ma'a Allah, vipi sasa iti watu wanaenda kuwaomba malaika pamoja na Allah? Vipi yani, kaif watu wanaenda kuomba iti malaika kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala? Faghayruhum min babi aula, na wengineo sasa wote wasiokuwa hao malaika ndio bora zaidi. Watu wakaacha kuelekeza ibada zao, kuonesha kwamba hata hawa malaika hawana ukubwa wao na nguvu zao na uwezo wao waliopewa na Allah. Pia haifai sisi kuabudia hawa malaika, haifai sisi kupeleka maombi yetu kwa malaika, haifai sisi kupeleka eti dua zetu ikawa tunawaomba eti malaika, licha ya kuwa wana ukubwa na nguvu. Lakini sisi haifai kuwaomba malaika, haifai kuabudu malaika, haifai kutaka msaada kwao, haifai kutaka ulinzi eti kwa malaika. La, wala hawawezi illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi dhalika raddun ala jami'i almushrikin alladhina yad'una ma'a Allahi man la yudani almalaika. Na hapa pia ndani yake tutaweza kuona ndani yake kuna kuwarudi wale washirikina wote ambao wanamuomba pamoja na Allah kiumbe ambaye hana sifa hata ya kuweza kumkaribia malaika. Yani kuonesha kwamba hata huyu malaika haifai kumuomba. Sasa vipi kumuomba kiumbe ambaye hata hamkaribii malaika? Sasa ndipo al-allama hapa Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah akatuwekea aya, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qawli Allah ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kuonesha kwamba malaika wako na hali gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah katika Qur'ani, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir, katika suratu Saba aya nambari 23. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Fuzzi'a an qulubihim ay uzila al-faz'u an qulubi al-malaika,
min alghashiyati allati tusibuhum 'inda sama'i kalami Allah bilwahyi ila Jibril. Anasema mpaka watakapoondoshewa hofu, hata idha fuzzi'a an qulubihim, mpaka itakapoondoshwa ule mfadhaiko katika mioyo yao. Mioyo ya malaika iko na mfadhaiko. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ama iko na hofu ama iko na uoga wa hali ya juu, ndipo Allah anasema mpaka itakapoondolewa hofu katika nyoyo zao. Qalu, kisha wanasema hao malaika, madha qala rabbukum, ni jambo gani ambalo amelisema Mola wenu? Qalu alhaqa, kisha wanajibiana, yani wenyewe kwa wenyewe malaika wanaulizana, kisha wao kwa wao wanapeana majibu. Kitu gani amesema Mola wenu? Baadhi yao wanajibu wanasema qalu alhaqa, Mola wetu amesema ya haki iliyokuwa ya kweli kabisa. Wa huwa al-aliyyul kabir, naye Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyyu, ni wajuu, yuko juu. Al-ali yani ni wajuu, al-kabir aliyekuwa mkubwa kabisa. Hapa tunaweza kupata mafunzo. Malaika kama tulivyotangulia kusema ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe ambao wanamuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hata idha fuzzi'a an qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anatoa wahi huko mbinguni huko, anaelezea hapa al-Allama al-Fawzani anasema hata idha fuzzi'a an qulubihim uzila al-faz'u an qulubi al-malaikati min al-ghashyati allati tusibuhum 'inda sama'i kalami Allah bil-wahyi ila Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anatoa wahi kwa Jibril, yani anapompa wahi Jibril, huyu malaika Jibril anapompa wahi, ile sauti yake Allah subhanahu wa ta'ala huwa ikasikika kwa wale malaika wengine, jambo ambalo hupelekea hao malaika kupata mshtuko katika mioyo yao, katika nafsi zao, kupata mshtuko kubwa, jambo ambalo huwapelekea mpaka kuzirai na kupoteza fahamu malaika hao. Yani wakisikia namna wahi Allah subhanahu wa ta'ala anavompa wahi Jibril, malaika wakisikia ile wahi anavopewa Jibril, basi kwa uoga na hofu waliokuwa nayo huwa ikawapelekea mpaka wakapoteza fahamu hao malaika hao, kwa hofu yao kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakuwa na hofu, wanakuwa wanatetemeka, wanakuwa na uoga. Allah subhanahu wa ta'ala anampa wahi nani? Jibril. Ile sauti yake ile, hapa anasema al-Allama inda sama'i kalamillah, pale wanaposikia nini? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahi, manake sasa anapewa Jibril. Ile sauti huwa ikawapelekea malaika kutetemeka na kuogopa, mpaka wengine wanapatwa na ghashia, yani wanazirai, wanapoteza fahamu kabisa, wanakuwa wamezimia yani. Sasa ndipo Allah anasema hata idha fuzzi'a an qulubihim, mpaka sasa ile hofu inapoondoshwa katika mioyo yao. Manake hata wao wenyewe hawawezi kuiondosha ile hofu waliokuwa nayo, manake inaondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikishaondolewa ile hofu sasa, kisha wanaanza kuulizana, qalu madha qala rabbukum, baada ya kusikia ile sauti na kupata ile hofu walioipata, waliozimia wamezimia, waliogopa wameogopa na kutetemeka. Baada ya hapo, ikishaondolewa ile hofu katika mioyo yao, wanaanza kuulizana sasa, baadhi yao kwa baadhi yao, qalu madha qala rabbukum, wanaulizana sasa. Qalu ay qala ba'dhum li ba'd, na hii ikiwa ni istibsharan, madha qala rabbukum, kwa kuulizana, kwa kupeana bishara zilizokuwa nzuri na njema. Ni jambo gani amewaambieni Mola wenu? Allah subhanahu wa ta'ala, hii sauti hii tulisikia mpaka ikatupa hofu, mpaka wengine wakapoteza fahamu, ni jambo gani? Madha qala rabbukum, jambo gani amesema Mola wenu? Qalu alhaqa, kisha wanapeana majibu. Qalu alhaqa, yani Mola wetu amesema ya kweli kabisa, mambo yalikuwa ya haki. Qala Allahu alhaqa, yani Allah subhanahu wa ta'ala amesema mambo ya kweli kabisa. Qalu alhaqa wa huwa al-aliyyu al-kabir, wa huwa al-aliyyu alladhi lahu uluwu al-qadri wa uluwu al-qahri wa uluwu al-dhati. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye wajuu,
Hapa anasema al-Allama al-Fawzani hafidhahullah, yani wajuu bimaana al-ulu al-qadri, ndiye wajuu, mwenye uwezo wa juu zaidi. Hakuna mwenye uwezo kumliko Allah subhanahu wa ta'ala, yani uwezo wake uko juu zaidi kuliko viumbe vyote. Hakuna anayeweza kufikia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia vile vile yuko juu kwa nini? Al-qahri, kwa nguvu, yani nguvu zake ndiyo nguvu za juu. Hakuna anayeweza kufikia nguvu za juu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile Allah al-ali bimaana uluu dhati, yuko juu pia kwa dhati yake. Yani unapoulizwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi, yuko juu. Aina Allah fi sama, kama alivyoulizwa mtume wetu Muhammad, kama alivyomuuliza mtume wetu Muhammad yule jaria yule, alimuuliza aina Allah, jibu lilokuwa la wepesi kabisa na la haraka, alisema fi sama. Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Yuko juu mbinguni huko. Kwa hivyo tukisema Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, bimaana tunakusudia yuko juu kwa hivi vitu vitatu. Yuko juu kwa uwezo wake na nguvu zake, yani yuko juu kwa uwezo wake, na yupo juu kwa nguvu zake, na yuko juu pia kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aliyyu al-kabir. Al-kabir ay alladhi la akbar wa la a'zamu minhu tabarakallahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala pia yeye ndiyo mkubwa, hakuna mkubwa zaidi yake. Yani tukisema Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mkubwa, hakuna mkubwa zaidi yake. Katika utendaji wake, katika kila kitu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ukubwa wake unaenea katika kila kitu. Utendaji wake, uendeshaji wake wa mambo, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa, wala hakuna anayemzidi, wala hakuna anayefikia wala kukaribia, hakuna. Na ndio maana ikawa ni dhambi kubwa sana watu kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine, ikawa ni dhambi kubwa mno, kwa sababu unaitweza sifa ya Allah, yani unaidogosha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye al-aliyyu al-kabir, yuko juu na ni mkubwa kuliko kila kitu, la akbar wala a'zam minhu tabaraka wa ta'ala. Hakuna anayemfikia wala kumkaribia wala anayemzidi, hakuna. Si katika manabii, si katika malaika, si katika chochote kile, hakuna anayeweza kufikia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio aya ambayo ametuwekea hapa Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hatta idha fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir. Paka itakapoondolewa ile hofu hawa malaika katika mioyo yao baada ya kusikia ile wahi, wakapatwa na hofu mpaka wengine kupoteza fahamu na nini. Ikishaondolewa hii, wanaanza kuulizana wenyewe kwa wenyewe, madha qala rabbukum, mola wenu amesema nini? Qalu al-haqqa, kisha wengine wanajibu wanasema amesema kweli mola wetu, amesema ya haki, yaliyokuwa ya haki kabisa, ya kweli. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, naye ni wajuu, naye ni mkubwa, wala hakuna mkubwa zaidi ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية سيما العلامة الفوزان حفظه الله: يخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة. الله سبحانه وتعالى katika hii aya anatupa habari ndani yake juu ya habari za malaika. Hao malaika hao pindi wanaposikia ule wahi kutoka kwa Allah, wanaposikia wahi ule kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuenda kwa yule malaika Jibril, faz'at inda dhalik, huwa wakapata mfadhaiko, wakapata hofu kubwa sana. Malaika wakatetemeka kwa hofu kusikia ile sauti tu, ile wahi kutoka kwa Allah kwenda kwa Jibril, wakapata mfadhaiko mkubwa sana hawa malaika, hofu kubwa sana, wanakuwa wanaogopa na kutetemeka. Na hii ikiwa ni ta'dhiman wa haibatan wa ur'idat Allah, wakapata uoga, na hii ikiwa ni kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakapata ile kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengineo kama anavyosema hapa al-allama, wa urdi'at ama wa ur'idat
hupatwa na uoga na kutetemeka zaidi, hatta yusibaha mathlul ghashyi, mpaka na wengine hupatwa na ile kupotezwa ama kupoteza nini, kupoteza fahamu, yani wakazimia kabisa. Wengineo katika malaika wakazimia kabisa, wakapoteza fahamu kwa ile kusikia ile wahi kutoka kwa Allah kwenda kwa malaika Jibril. Namna hofu wanaokuwa nayo, wengine wanakuwa na hofu wakitetemeka, mpaka wengine wakapoteza fahamu kabisa hao malaika. Na hapa tunaoneshwa malaika ni viumbe wadhaifu sana mbele ya Allah. Kwa wale wote wenye kuona kwamba kuna malaika ambaye anafaa kuombwa kinyume na Allah, basi afahamu hii ndio hali yao malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha uzila alfaz'u min qulubihim, sasa pindi ile uoga, ile mfadhaiko, hofu inapoondolewa katika mioyo yao. Maana hata hiyo hofu yenyewe sio wao wanaweza kuiondoa, mpaka Allah waondoshe hiyo hofu waliokuwa nayo malaika. Itakapoondolewa ile hofu katika mioyo yao, akhadhu yatasaalun fayaqulun madha qala rabbukum fayaquluna qala alhaqqa wa huwa alali fawqa kulli shay'in alladhi la akbaru minhu wala a'zam. Pindi inapoondolewa ile hofu katika mioyo yao, malaika huanza kwa kuulizana, yani huanza pale sasa kwa kuulizana kama aya inavyotuelekeza, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq akhadhu yatasaalun, huanza kuulizana madha fayaquluna madha qala rabbukum, wanaanza kuulizana sasa malaika baadhi yao kwa baadhi nyingine, ni jambo gani amewaambieni Mola wenu, kitu gani amewaambieni Mola wenu. Fayaqulun, kisha wanapeana majibu wao kwa wao, qala alhaqa, Mola wetu amesema yaliyokuwa ya kweli, yaliyokuwa ya haki kabisa. Wa huwa al-ali, naye ni yuko juu. Al-ali, naye ni wa juu, yuko juu huko. Fawqa kulli shay'in, juu ya kila kitu. Mola ambaye alladhi la akbaru minhu wala a'zam, hakuna mkubwa kumliko yeye wala hakuna mtukufu kumliko yeye. Hakuna mkubwa anayeweza kumzidi Allah subhanahu wa ta'ala, wala kumkaribia wala kumfikia. Ni pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala akbar, mkubwa kuliko kila kitu. Nafikiri tunafahamiana na tunakwenda pamoja mpaka hapo. Na tunaingia katika faida tunazozipata katika hii aya. Ma yustafadu min al-aya, faida tunazozipata katika aya hii. Faida ya kwanza, kama anavyotuelekeza hapa al-Allama al-Fawzani hafidhahullah, الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. Ndani ya hii aya, katika hii aya ndani yake kuna kuwarudi washirikina wote, kila aina ya mshirikina, kila kikundi cha washirikina ambao wanamwabudu pamoja na Allah ama wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe ambacho kisichoweza hata kumkaribia huyo malaika. Washirikina wale wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe ambavyo hata haviwezi kukaribia malaika, ama wengine wakaendea kabisa hapo katika malaika. Mimi nishawahi kusikia kabisa kwa masikio yangu watu kuna kijiji fulani kilikosa mvua, watu wakakusanyika wakawa wanamuomba Israfil, kumtaja kwa jina kabisa, ewe Israfil, tunakuomba tulete mvua kadha wa kadha. Israfil ni malaika, wala yeye pia hawezi kuleta mvua illa kwa idhni ya Allah. Mvua haiwezi kunyesha illa kwa idhni ya Allah. Kama ni dua watu wanataka kumuomba Allah, basi waelekeze kwa Allah direct, watu wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala, wala si katika malaika, wala si katika kiumbe mfano wa hicho, hata kiumbe ambacho pengine hakiwezi hata kufikia malaika. Ndani ya hapa tunaona kuwarudi wale wenye kuabudu, wale washirikina wenye kuabudu ama wenye kupeleka ibada zao, wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe ambacho kisichowakaribia ama kisichokuwa na
uwezo wa kuwafikia malaika. Wala yusawihim, wala huwezi kuweka sawa, yani huwezi kuweka sawa kiumbe cha kawaida na malaika. Malaika yuko juu, bado atakuwa yeye yuko juu, ni mkubwa kimaumbile alivyoumbwa na Allah, pia ni akona nguvu kubwa alizopewa na Allah. Huwezi fananisha kiumbe chochote huku katika viumbe vya duniani, eti huwezi fananisha na malaika. Huwezi fananisha viumbe vya duniani na viumbe vya mbinguni. Malaika wako na nguvu, ni wakubwa, wako na uwezo, wako na mbawa, lakini bado na ukubwa wao wote huu na uwezo wao wote huu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wadogo sana 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 sana. Kama hii ni sauti tu ya Allah, namna wakiisikia, namna wanavyofadhaika na kuhangaika na kukimbia huku na huku, mpaka wengine wanapoteza fahamu kabisa, wanazimia. Nikikuonesha bado si kitu chochote mbele ya Allah. Sasa vipi unakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine, wakati hao malaika wenyewe bado wakifika kwa Allah na uwezo wao wanakuwa katika hali kama hii? Wallahu almusta'an. Na hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, ithbatu alkalami lillah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi. Katika hii aya ndugu zangu, hapa tunaweza kupata uthibitisho wa sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuzungumza, tofauti na vipote vingine huko, kina vipote vya Mu'tazila na Jahmiya na wengineo huko. Kuna makundi jamani, katika makundi ya watu wanasema kwamba Allah hazungumzi, Allah haongei, na kusema kwamba Allah anaongea ni kufur. Wapo wanaosema hivi, yapo makundi yanayosema hivi katika Mu'tazila hao, yapo. Wallahu almusta'an. Sasa katika hii aya jamani, tunapata nini? Tunapata uthibitisho wa sifa ya Allah hii ya kuzungumza, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Tunaweza kuona ndani yake hapa malaika huwa wakaulizana, madha qala rabbukum, mola wenu amesema nini, kuonesha kwamba Allah anasema, Allah anazungumza, na hii ni sifa miongoni mwa sifa za Allah, lakin ala ma yaliqu bijalalihi, kuna kuendana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah naam anazungumza taban. Tukisema anazungumza, yafaa tuthibitishe kwanza hii ni sifa miongoni mwa sifa za Allah, na hii sasa inaingia katika tauhid al-asma wa sifat, katika tauhid at-tauhid al-asma wa sifat. Tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, Allah anazungumza, lakini kuzungumza huku yafaa tuonelea kwamba ala ma yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, anazungumza kwa kule kuna kuendana na sifa na utukufu wake. Tukisema anazungumza, maana si kama kuzungumza kwangu mimi na wewe, ama kuzungumza kwetu sisi. Maana sisi tukizungumza lazima tutahitajia mdomo, lazima tuhitajie meno, tuhitajie ulimi na kadha wa kadha. Sasa kuzungumza kwa Allah tusije tukafikiria hili. Ukifikiria hili sasa unaingia katika kufur. Usimfikiria Allah katika hili. Allah yuzungumza, lakini ala ma yaliqu bijalalihi, kwa yale yanayofungamana na kuendana na utukufu wake. Anajua mwenyewe anazungumza vipi. Sisi yafaa tuamini, tumeshaona katika Qur'ani Allah anazungumza, yafaa tuamini Allah naam anazungumza, lakini anazungumza vipi, hiyo ni anajua mwenyewe huko Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tushafahamu Allah anazungumza naam, lakini ala ma yaliqu bijalalihi, yale anazungumza kwa namna inavyofungamana na utukufu wake. Anazungumza vipi, anazungumzaje, anajua yeye mwenyewe Allah, lakini yafaa tuthibitishe naam Allah anazungumza. Fikiri tunafahamiana hapo? Barakallahu fikum. Hiyo ni faida ya pili, tumepata kuona hapo uthibitisho wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yuzungumza, lakini kuna kuendana na utukufu wake. Thalitha, sifa ya tatu, nasema al-Allama al-Fawzan, أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنهم يقولون ماذا قال ربكم، لم يقولوا ماذا خلق ربكم. Anasema al-Allama al-Fawzan hapa pia faida nyingine tunayoipata, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala sio kiumbe. Yaani ukisikia maneno ya Allah si kiumbe, maneno ya Allah si kiumbe, na hii ikiwa ni kuwarudi
Nafikiri pia mmeshawahi kusikia huko baadhi, kuna watu wanasema Qur'ani ni kiumbe cha Allah. La, al-Qur'anu laysa makhluq. Qur'ani si kiumbe. Qur'anu kalamullah. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani si kiumbe. Na kusema Qur'ani ni kiumbe kwa mujibu wa wanazuoni wa ahli sunnati wal jamaa, hii ni kufur. Qur'ani si kiumbe. Na uthibitisho huo pia tunaupata katika hii aya. Dalili pia Qur'ani si kiumbe tunaipata katika hii aya. Tunaipata vipi? Malaika waliulizana, liannahum yaquluna madha qala rabbukum, ni kitu gani amesema. Manake haya ni maneno, kitu gani amesema Mola wenu. Lam yaqulu, na wala hawakusema madha khalaqa rabbukum, ni kitu gani ameumba Mola wenu. Na hii ni kuonesha kwamba maneno ya Allah si kiumbe. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala si kiumbe. Anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluq. Maneno ya Allah si kiumbe. Qur'ani jamani si kiumbe. Qur'an kalamullah. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hai, hiyo ni faida ya tatu. Rabi'an, faida ya nne, ithbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi. Allahu akbar. Pia dalili nyingine ama faida nyingine tunayoipata katika hii aya ni uthibitisho ama dalili ya al-ulu, yani Allah subhanahu wa ta'ala kule kuwa kwake juu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, fawqa makhluqatihi, juu ya viumbe vyake vyote. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu fawqa makhluqatihi. والدليل على ذلك كثير, يعني dalili katika hili nyingi sana, kathiratun jidda, nyingi mno za kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Katika hii aya tunapata hapa kuona wa huwa al-aliyyu al-kabir, bimaana hapa ithbatul uluwi lillah subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi. Jamani, hii napenda sana kuirudia. Kuna wale wenye kusema Allah yupo kila mahali, ama kuna wale wenye kusema kwamba Allah yupo lakini hana mahali, yani Allah mawjudun bila makan, kama vile zile aqwali za Mu'tazila na wengineo kwamba Allah mawjudun bila makan, ama Allah mawjudun fi kulli makan. Na hii ni kauli ambayo si sawa, kauli ya makosa ambayo hafai Muislamu kuwa na kauli kama hii. Muislamu kauli yake ni kwamba Allah fi sama fawqa makhluqatihi subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, aamintum man fi sama sabbih isma rabbikal a'la. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Pia katika hii aya hii wa huwa al-aliyyul kabir, hapa tunapata ithbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi jalla wa ala. Na khamisan, faida ya tano tunaipata katika hii ithbatu 'azmatillah, uthibitisho wa ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, العلي الكبير. الكبير الله سبحانه وتعالى أكبر، كما نقول هذا العلامة الفوزان: لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى فوق كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala ni ndiye mkubwa, wala hakuna kiumbe chochote kiwe kikubwa kitakavyokuwa. Na hapa hasa hii aya, ndugu zangu katika imani, ilikuwa kizungumzia kuna malaika, hatta idha fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir, kuonesha malaika na umbile lao. Kama tulivyoona kuna malaika ni wakubwa, akiwemo Jibril, kama tulivyopata kusifiwa sifa zake katika hadithi. Jibril alikuwa ni malaika mkubwa, maana yake ni kiumbe mkubwa, kwa ni mkubwa sana, takriban kuna mbawa 600, kubwa sana. Lakini na ukubwa wao wote huu na nguvu zao alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala, maana wamepewa na Allah vyote hivi, bado mbele ya Allah ni viumbe wadhaifu sana.
hawawezi kufikia chochote kwa Allah, bado ni wadhaifu mno. Nafikiri tunafahamiana na tunakwenda pamoja katika nukta kama hizo. Na tukiingia katika hadithi hiyo, ilikuwa ni aya ambayo tulikuwa nayo siku ya leo katika surati Saba, aya nambari 23. Anasema Allah, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Tunaingia sasa katika hadithi ambayo hapa anaelezea qala Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi as-sahih ay fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, katika hadithi ambayo tutakuwa nayo leo. Nafikiri pia tutamalizia darasa yetu katika hadithi kama hii. Anasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, idha qada Allahu al-amra fi as-samaa ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفضهم ذلك. الله أكبر. أنا سيما متمويت محمد صلى الله عليه وسلم بندي الله سبحانه وتعالى إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم به، pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapopitisha jambo huko mbinguni huko, pindi anapopitisha jambo ama pindi anapohukumu jambo, bimaana anapozungumza, kama tulivyoona hapa nyuma tumepata uthibitisho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Sasa idha takallama bihi, Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapotoa kauli, anapozungumza, anapohukumu ama kupitisha jambo huko mbinguni, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawlihi, malaika hupiga zile mbawa zao, malaika hupiga zile mbawa zao khad'anan liqawlihi. Khad'anan anasema al-allama al-Fawzani, yaftahtayn min al-khudu', na hiyo hufanya hivyo, zile mbawa zao huzipiga, zile mbawa zao huzifungua na kuanza kupiga zile mbawa zao, na hii yote inakuwa ni kwa kunyenyekea, kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, liqaulihi, kwa tamko lake alilolitoa, ai liqauli Allah ta'ala, kwa tamko alilolitoa Allah subhanahu wa ta'ala, ima yupitisha jambo ama kuhukumu jambo, ili tamko atakalolitoa Allah subhanahu wa ta'ala malaika wakalisikia, basi hali yao ndio hii, hupiga mbawa zao khad'ana liqaulihi, kwa kunyenyekea na kuwa wanyenyekevu kwa ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imetoka. Anasema mtume wetu Muhammadin, kaannahu silsilatun ala safwan, na huwa ni kwa namna walivyokuwa watulivu hao malaika, namna walivyokuwa wanyenyekevu hao malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walivyokuwa wanyenyekevu hao malaika mbele ya Allah, kaannahu silsilatun ala safwan, ni kama vile utaona kuna mnyororo ambao unavutwa juu ya jiwe laini. Hiyo sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala, kaannahu ay as-sawt al-masmu'a, hiyo sauti ambayo wameisikia hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni kama vile silsilatun ala safwanin, kama vile mnyororo ambao unavutwa katika jiwe laini. Hiyo sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo Safwan anasema hapa na Allama al-Fawzan, huwa al-hajaru al-amlas, jiwe lile ambalo lateleza, nyororo ikawa ile silsila, ile nyororo ule wa chuma ukawa unavutwa katika jiwe lile, jiwe ambalo laini lenye kuwa na utelezi.
ile sauti yake inavyosikikana, ambapo hapa pia yafatu amini kwamba hii tamko ya Allah subhanahu wa ta'ala ama hii sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi, kule kuna kuendana na utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yanfudhuhum dhalik, jambo hilo huwa liwafanya watikisike kwa hofu na mshangao na uoga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhlusuna hadha alqawl wa yumdi fi almalaika, namna hii kauli inavyoenea na kuwafikia na kupenya kwa kila malaika huko, ndio hali zao zinavyokuwa hivi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kwa kusema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya hayo, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaqqa wa huwa al-aliyyul kabir, mpaka ile hofu itakapoondolewa katika mioyo yao, wakawa tena ile hofu imeshaondoka tayari, baada ya kuwa na kama ni tamko tayari limeshatoka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itakapoondolewa ile faza, ule mfadhaiko na hofu na uoga waliokuwa nao malaika katika mioyo yao, qalu, huuliza sasa baadhi yao kuuliza baadhi nyingine, madha qala rabbukum, mola wenu amesema nini? Qalu alhaqa wa huwa al-aliyyul kabir. Kisha malaika wengine sasa huwajibu hawa wenye wameuliza, mola wetu amesema nini? Amesema ilikuwa ya haki kabisa. Qalu alhaqa, amesema ya haki na ya kweli, wa huwa al-aliyyul kabir, na mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala ni wa juu na ni mkubwa. Kisha akaendelea mtume kwa kusema, fayasma'uha mustariqu as-sam'i, fayasma'uha ay al-kalimata allati qadaha Allah, hilo neno ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitoa na akalipitisha, hilo neno husikika ama husikiwa hilo neno na mustariqu as-sam'i. Kuna viumbe hawa mustariqu as-sam'i, ambapo hapa anasema huyu al-Allama al-Fawzani anasema mustariqu as-sam'i bimaana ni mukhtatifu likalami al-malaikati min ash-shayatin. Kuna mashaitani, yani kuna viumbe katika majini hawa waovu, wale waovu, lakini ndio maana wakaitwa mashaitani. Viumbe katika majini wale waliokuwa waovu, mashaitani hawa, kazi yao inakuwa ni hii, wanakwenda mbinguni, wanakwenda huko juu mbinguni, kazi yao ni hii, wanasikiliza yale maneno wanaozungumza malaika, sio kwa Allah direct, la, wanasikiliza yale maneno wanayoambiana malaika. Manake malaika baada ya kusikia huwa wakaulizana wenyewe kwa wenyewe, sasa madha qala rabbukum qalu alhaqa wa huwa al-aliyyul kabir. Kisha wanasikiliza hao malaika, kazi yao ndio hii, hawa mashaitani hawa kazi yao ndio hii, wakaitwa mustariqu sam'i. Kisha fika pale wanasikiliza kwa kuibia, wanasikiliza ni kitu gani Allah amepitisha. Manake na hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa akayapitisha ni katika mambo ambayo yatatokea, pengine katika mambo ya ghaib ambayo yatatokea siku zijazo, imani katika maafa ama katika neema, manake huwa ikapitishwa kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha malaika huanza kuulizana baadhi yao kwa baadhi nyingine, na kisha hupeana majibu katika hali kama hii. Kisha huyu mustariqu sam'i huyu au mashaitani hawa wenye kuiba ama wenye kunyakua zile habari ambazo huwa wakazisikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kazi yao ndio hii. Wakishafika pale kwa wale malaika, wanakuaga hapo juu juu, wanasikiliza hawa malaika wanaambiana nini hawa. Wa mustariqu sam'i hakadha ba'dhum fawqa ba'd. Nao mustariqu sam'i wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wabaddada baina asabi'ihi. Hawa mashaitani hawa ambao wanakwenda huko kuiba hizo habari kwa malaika, kusikiliza hizo habari kwa malaika pindi wanapoambiana. Alikuwa kieleza hii hadithi Sufyan anasimulia, anasema, maana hii hadithi ilikuwa kieleza Sufyan katika silsila za waliopokea hadithi hii, akiwemo huyu Sufyan ambaye ni Ibn Uyayna bin Maymun al-Halali, thiqatun hafidhun hujjatun min kibari al-a'imma, katika wapokezi wa hii hadithi.
Ndio anaelezea, anasema akawa amepanganisha mikono yake akionyesha namna hawa mashaitani wanavopandana, yani namna walivyobebana, huyu akambeba huyu akambeba huyu akambeba huyu, yani wamebebana wamepandana wakapangana wakapiga safu kuelekea juu huko. Kazi yao ni kwenda kusikiliza hawa malaika wanaambiana nini, kuna kitu gani cha ghaibu, kuna kitu gani kitatokea huko. Allah amewaambia hawa malaika wanaambizana nini, yani hao ndio kazi yao. Sasa hii ni hadithi iliyokuwa sahihi kabisa, ina katika Sahih al-Bukhari hadithi nambari 4701, taipata hadithi hii katika Sahih al-Bukhari. Yani wanakuwa wamebebana wamepangana, wamepanga safu, wameweka laini kwenda juu huko hawa mashaitani. Tume anasema safu wao, yani walivyowekana hivi au mustariqu sam'i, hawa mashaitani hawa wanaokwenda kusikiliza hizo habari huko na kutaka kuiba, kutaka kuja kujua ni mambo gani yatatokea ambayo Allah labda ameyapitisha ama ameyahukumu ama ameyaweka ama ameyatamka. Fayasma'u al-kalima fayulqiha ila man tahtahu. Wakishasikia lile neno kwamba kumbe Allah amesema kesho kutakuwa na hivi, kumbe Allah amesema kesho kutakuwa na hivi na hiki kitatokea kadha wa kadha, yule aliyekuwa juu kabisa kule humwambia huyu wa chini yake. Na kama tulivyoeleza, Safwani hapa anasema wanakuwa wamebebana wamepandiana hivi kwenda juu safu, huyu kambeba huyu kambeba, wakabebana kwenda juu kabisa huko. Sasa yule wa juu yake kabisa, yule wa juu yao akishasikia ile neno ama ile tamko ambalo limetolewa kule, yale maneno ambayo wanazungumza na kuambiana malaika, hulishusha lile neno kwa yule wa chini yake. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, kisha lile neno huwa likashuka, huyu katoka juu anamwambia huyu wa chini yake, na huyu wa chini anamwambia aliyoko chini yake na wa chini yake, paka lile neno lamfikia yule wa mwisho kabisa ambaye yuko huko duniani. Sasa kwamba unajua nini, nikupe habari huko juu huko, kwa mujibu nilivyosikia kesho kutakuwa na hiki na hiki na hiki, ama kuna hili na hili na hili yatatokea siku za mbeleni huko. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir au alkahin. Allahu akbar. Mpaka hili neno huwa likamfikia nani? Mchawi ama kuhani. Huwa likamfikia mpaka huwa neno likashuka kwa jini mpaka likamfikia mchawi au kuhani. Asahir, mchawi, alladhi yataata as-sihra. Chawi ni yule ambaye anafanya mambo ya kichawi, fanya mambo ya kichawi. Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min amali al-uqadi war-ruqa wa ghayriha. Chawi ile ambaye anafanya vitendo vya kichawi, sihir, chawi, na huwa ni njia inayotumika kwa jambo ambalo limefichikana ama jambo lenye siri, mambo ya ghaibu yaliyofichikana na ya siri. Chanzo chake ama njia yake inakuwa ni kutokamana na vifundo, ima inakuwa ni hirizi, yani mambo ya kufunga tu, ima inakuwa ni hirizi ama ruqya ambazo hazifai, ruqya ambazo yale mazinguo ambayo si ya kisheria, na mengineyo katika hayo ambayo ni matendo ya kichawi na kishirikina. Au alkahin, au inafika kwa kuhani, na huyu alkahinu ama walkahinu huwa alladhi yukhbiru anil kainat fi mustaqbali zaman wa yad'i ma'rifatu al-asrar. Kuhani ni yule ambaye anatoa habari juu ya mambo yatakayotokea siku zijazo, ndio anaitwa kuhani. Huyu ni kuhani, anajifanya yeye sasa ni mtabiri, anawatabiria watu kwamba jamani, kesho kutakuwa na kadha wa kadha wa kadha, ama masiku yajayo kutakuwa na kadha wa kadha. Huyu ndo anaitwa nani? Kuhani. Na huyu wayadai maarifat al-asrar, na huyu anakuwa anadai kwamba yeye anajua mambo ya siri, huyu kuhani. Kumbe yote hii imetoka kwa hao mashaitani ambao wamekwenda huko juu kusikiliza hizo habari ambazo malaika wanakuwa wakiulizana na kuambizana, kisha huwashushia mpaka kuwafikishia hawa ambao ni wachawi wao, ama hawa ambao watakuwa ni makuhani. Jamani, tuko pamoja mpaka hapo? Nataka tuelewane na tuende pamoja mpaka hapo.
Sije nikawa naenda mbele alafu kuna watu nawaacha nyuma, ikawa tunachanganyana hapa. Haya, na farubbama adrakahu ash-shihabu qabla an yulqiyaha. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema huenda, farubbama adrakahu ash-shihab, adrakahu ash-shihab ay adraka al-mustariqa ash-shihabu. Na pengine hawa ambao wanaiba hizi habari huko huenda wakapatwa na nini? Na vimondo. Ukisema vimondo nafahamika zile shooting star. Shooting star zile ndo zinaitwa ash-shihab, ama lugha ya Kiswahili vinaitwa vimondo. Sasa hawa majini hawa mashaitani hawa ambao wanakwenda kuiba hizi habari huko juu, Mtume anasema pengine kuna wengine muda mwingine wakapatwa na hivi vimondo wakapigwa, ambacho hichi kimondo hapa anasema al-Allama al-Fawzan wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayuhriquhu, ni ile ambacho huyu shetani anapigwa nacho, ndio maana ikaitwa shooting star, yani inawashuti, yani wanashutiwa huko juu, wakiwa wanaenda wanashutiwa huko juu pap, kabla hajazifikisha hizi habari huko duniani. Wametoka tu huko, ama ndo alikuwa akiwa katika safari ya kuelekea huko, anakutana na hii ash-shihab, kisha fayuhriquhu, na muangamiza huko na kumchoma kabisa, na anasambaratika huko, kama tunavyopata kuelezwa Allah subhanahu wa ta'ala anapotueleza katika suratu Safat. Na hii ni kazi miongoni mwa kazi za nyota huku juu mbinguni, ni kazi miongoni mwa kazi za nyota ambazo ziko huku mbinguni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adhabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Kwa hivyo hii ashihab, hizo shooting star hizo kazi yake ndio hizo, uzikawapiga hawa na kuwarudisha hawa mashaitani ambao wanakwenda kuchukua habari ambazo huwa wakizisikia malaika wakiambizana ama wakiulizana wao kwa baadhi yao. Ndio Mtume anasema farubbama adrakahu shihab qabla ayulqiha, pengine wanaweza wakapatwa na hii vimondo, wakashutiwa na hizi shooting star, wakapigwa, ukawa ni sababu ya wao kuangamia huko kabla hawajafikisha lile neno kwa huyu mchawi ama huyu kuhani. Na hapa kwa hii shooting star kuna shubha ambayo inabidi iondolewe hapa. Kuna watu wakionaga hii, hata mimi sehemu ambapo nimekulia watu walikuwa wakiona hii nyota ambayo huwa inadondoka, mara nyingi inaonekana usiku, japokuwa hii hata mchana inafanya kazi, lakini sisi hatuoni. Muda mwingine mchana jua linakuwa kali, nyota zinafunikwa, lakini nyota zipo hata mchana. Sasa usiku waweza kuta ile nyota inakwenda inawaka moto mkali alafu inazima. Hapo fahamu jini ametunguliwa hapo. Kuna jini tayari ameshashutiwa, yani ilikuwa kwa target tayari, on target ameshashutiwa tayari chini. Sasa kuna wengine wakiona hizi nyota wanasema make a wish. Weka hapo unataka nini? Sema unataka nini hapa. Ukimake a wish inatokea? Hapana, hakuna, hii sio kazi yake. Kuna kumake a wish hapo. Ukiona tu hiyo nyota ufahamu kuna kiumbe kilikuwa on target huko na tayari kimeshashushwa chini, kiko down, ambao ni hao almustariqa, kama tulivyosema, wanaokwenda kuchukua habari ambazo wanazisikiliza kutoka kwa malaika. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kwa kusema baada ya kusema kwamba kuna huenda sifikishe hilo neno kwa mchawi akawa tayari ameshapigwa na hiyo nyota kimondo, wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, na pengine muda mwingine huwa akaifikisha ile neno kabisa. Naam, amelisikia huko kwa malaika wakizungumza ile neno mpaka akalifikisha
kwa hao wachawi na makuhani. Na hii ndugu zangu katika imani tufahamu, inakuwa ni katika mtihani. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kuachia mpaka ifike, sio kwamba hajui, ama sio kwamba Allah amezidiwa uwezo ama amezidiwa ujanja, la. Allah anajua kila kitu na anaweza akazuia huyo, lakini huwa akaiachia hiyo. Muda mwingine inakuwa ni kama mtihani tunapatiwa sisi, tuone kwamba hawachawi, mbona kweli kabisa, mbona kweli, lakini inakuwa ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Nasallallahu thabat, tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati, wala tusidanganyike na hao washirikina na mambo yao ya kishirikina na ya kichawi na ya kiganga ya kikuhani, la. Sasa mtihani mwingine pia ambao unapatikana sasa baada ya hili neno moja kufikishwa kwa huyu mchawi ama kuhani, fayakdhibu ma'aha 100 kadhbatin. Na hii ndivyo ilivyo, na huu ndio uhalisia. Huongezea uongo, huongezea maneno ya uongo zaidi na zaidi katika lile neno, zaidi ya mara 100. Huongezea uongo sana katika hilo neno. Yani yeye kapewa neno moja tu, mathalan nikaambiwa bana kesho kutanyesha mvua, kapewa habari hiyo. Sasa yeye kwa utaalamu wake ataongeza uongo wake hapo mwingi zaidi ya mara 100, kisha aje awaambie watu, jamani, kesho kutanyesha mvua, kisha kutakuwa na hiki, kutakuwa na hiki, kutakuwa na hiki, mambo mengine ya uongo mwingine anaongezewa zaidi ya mara 100. Fayuqalu, kisha watu sasa namna walivyo, yani wataacha haya uongo yote waliodanganywa hata kama hajatokea, kisha lile moja ambalo limetokea eti ndio latosha kumthibitishia kwamba huyu kweli sema amesema kweli bwana, simuona alisema itatokea hii, simuona kweli imetokea, alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha wa kadha wa kadha, si alituambia bana kuna hili kadha wa kadha itatokea, kuna hiki na hiki kitatokea, mbona kweli si hapa imetokea? Yani wanasahau yale mengine yote ya uongo ambayo walidanganywa nayo, mbona hayajatokea, mbona hayatokei. Sasa hii huwa ni kazi yao pia, kudanganya, huongezea mambo ya uongo hapo ili tu kuwavuta watu. Na watu kweli namna walipokuwa wakavutika nao na kuwaona kweli, mbona alisema na si kweli imetokea. Fayusaddaqu bitilka alkalimati allati sumi'at min as-samaa, kisha watu wanamuona kuwa ni mkweli huyu. Hawa sasa ndo wataalamu, simuona akisema kitu kimetokea, huyu kweli ni mtaalamu huyu. Muda mwingine kumbe tumepewa mtihani bila sisi wenyewe kujifahamu. Na ndio maana nimesema hapa na narudia tena, sio kwamba Allah haoni, ama sio kwamba Allah amezidiwa eti plan ama ujanja, ama hawa ni wajanja kumliko Allah, la. Allah anaachilia hilo ili iwe ni mtihani pia kwetu sisi. Tumepewa mtihani, tunaangaliwa, je, imani zetu ziko vipi? Mtu anaweza kauliza, mbona hii ni ghaibu, imekuaje? Imekuaje, mbona haya ni mambo ya ghaibu? Ilikuwa ghaibu ilipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alishaitoa tayari kwa malaika. Ameshaitoa tayari, ilipotolewa tayari kwa malaika na wakaanza kuulizana na kuambiana, ikawa si ghaibu tena. Ndio maana hata hawa wakapata uwezo wa kusikia hayo. Na Allah angetaka angeliwazuilia. Hata pale katika ile suratul jinni, katika wale majini ambao waliomwamini mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwamba na kuona kweli haya maneno aliyokuja nayo Al-Qur'an ni maneno ya Allah, ni maneno ya kweli, katika hali ile ya kuelezea yale mambo yao yaliyokuwa akiyafanya kabla ya kumwamini Allah. Anasema anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kabla ya hapo anasema anna lamasna as-samaa wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhba. Kabla ya hapo sisi tulikuwa tukienda huko mbinguni, tukienda huko juu mbinguni, huko katika samaa huko mbinguni, tukisikiliza habari za malaika wanazoambiana, wanazopeana. Lakini sasa atakayeenda hivi sasa, tukaenda hivi sasa, fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhba, tukakuta huko kuna walinzi wamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walinzi wanalinda hapo, zikiwemo hao hizo shooting star hizo za kuwashusha, hivyo vimondo hivyo vya kuwashusha.
wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Zamani huko tulikuwa tukisikiliza hizo habari tukizichukua kwamba malaika wamesema hivi, kwamba hii kesho itatokea. Wanaleta hizo habari, wanawapa majini, wanawapa washirikina, wanawapa waganga, wanawapa wachawi hao na makuhani. Lakini anasema faman yastami' al-ana, atakayekwenda sasa hivi huko, yajid lahu shihaban rasada, takutana huko na hiyo shihab, kimondo hiko ambacho kinapiga watu, kinashuti watu, hizo shooting star. Naam, tukienda katika al-maana al-ijmali lil-hadith, maana ya ujumla ama maana ya moja kwa moja katika hadithi. Jamani ndugu zangu, tambihi muhimu sana. Tajana kuna mganga mmoja alikuwa live, sijui kama mmeshawahi kukutana naye, huyu anajitaga Sharifu Nuru. Alikuwa live huko, tena anauliza inafaa kushirikiana na majini ama haifai? Naam, jawabu lilokuwa fupi tu, haifai kushirikiana na majini. Usiwe na kisingizio, kuna majini wema, kuna majini wazuri, kuna majini kadha wa kadha. Haifai kushirikiana na majini. Si katika jambo lolote lile haifai kushirikiana na majini. Kuwataka msaada eti wakusaidie, ama wakutibie maradhi, ama wakuletee pesa, ama wakufanyie kitu fulani, ama chochote kile, haifai wewe kushirikiana na majini, na ni shirki. Wacha kisingizio eti kuna majini wema. Jini mwema huwa hatumiki hivyo. Jini mwema yeye anajua yeye majukumu yake ni yapi, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wako na amri kama amri zetu sisi, ibada, kuswali, ibada, kufunga, kutoa sadaka, kuoana na kila kitu kama sisi tulivyopewa na Allah. Wako na maisha yao na ulimwengu wao, na sisi tuko na maisha yetu na ulimwengu wetu. Haifai kushirikiana na majini. Na hii ndio baadhi ya watu wapuuzi wachache tu ambao wanachafua Uislamu. Lakini hawa wanaonekana sasa Uislamu mpaka leo hii inaonekana Uislamu dini ya majini sasa. Maana sasa unakuta mganga, majini inafaa bana, inafaa kutumia majini, unamtuma aende wapi? Aende wapi? Unamtuma nini? Ni ushirikina. Hakuna eti kusema kuna jini mwema unaweza kushirikiana naye kwenye mambo mazuri. Ni ushirikina huo. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ule wajana eti anakuja na hoja anasema Nabii Suleimani alikuwa anawatumia. Sasa wewe ni Suleimani? Sasa hii hoja wamwambia Nabii Suleimani, yule alikuwa ni Nabii Suleimani, zama zake pia zimeshapitaga huko, na yule alipewa kipawa hicho na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe umepewa na nani? Mshirikina umepewa na nani? Na kazi yao hao majini, utaona eti yeye ni mwema, sijui kuna mina ruhani bana mzuri, ama mina ruhani mwema. Hakuna, ni ushirikina huu. Majini yote hao mashaitani, hakuna cha ruhani mzuri wala sijui ruhani. Mimi ananiamrisha swala, ananiamrisha sijui nisome Qur'ani. Huyo ni shaitani. Yatakikana ukae chini, ukalishwe, usomewe ruqya liondoke hilo. Fanyiwe tiba ya kisheria. Eti kuna ruhani. Huyo ruhani, mnasikia ruhani pia, fahamuni ni hayo katika mashaitani tu. Mashaitani, hakuna viumbe waongo kama hao mashaitani. Waongo sana, waongo. Mwanzoni atajifanya mzuri sana kwako, mara sijui anakuletea ndoto nzuri. Mara unaona sijui anakutaka uswali, mara anakuona sijui unamtaka sijui ufanye hivi mambo mazuri. Ni muongo. Ni muongo. Ana malengo yake, akona targeti zake kwako. Umeenda kwa mganga eti naye mganga ili akutibu, naye ana ruhani wake eti anampandisha ruhani. Huyu mganga naye ni mgonjwa tu, inabidi akae naye afanyiwe ruqya ya kisheria, atolewe haya maruhani. Ni mashaitani hayo. Hakuna sijui ta ruhani, sijui subiani, sijui ni mashaitani hayo. Wama kafara Suleiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Hao wenye kuwafundisha watu uchawi, hao majini hao wenye kuwafundisha watu uchawi, hao ni mashaitani. Shaitani rajim, hao ni mashaitani waliolaaniwa. Kwa sababu uchawi ni kufur. Uchawi ni ushirikina. Ukisema ushirikina huu, ushirikina ambao ni mkubwa tayari ni kufur hii. Wama kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru.
sababu yao ya kukufuru ni nini? Yuallimuna an-nasa sihr, ndio maana ikawapelekea katika nini? Ukafiri. Kwa hivyo haifai msishirikiane na majini, wala haifai. Na ukimuona mtu anasema au kuna majini wazuri sio nafaa, fahamu huyo nani ni hao wachawi, fahamu nao ni hao makuhani. Unashirikiana nao ni unataka nini kwa majini wewe? Eti mwingine anauliza nataka sijui inaruhusiwa kumuoa, umuoe jini? Wewe wanadamu wameisha kwani? Yaani wanadamu wameisha, wewe mpaka uende kwa majini huko ukawe utafute eti mke wa kijini. Mwingine anakuambia mimi sijui nilipelekwa ujinini, ulipelekwa alafu ni waongo. Subhana, watu inabidi wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kabisa eti na akili zake anakaa hapo na watu wenye akili tu wanamsikiliza. Mtu anaeleza, unajua mimi nilienda ujinini, nilienda kutoa msaada huko. Ulienda ujinini wapi wewe? Acha uongo, mche Allah. Jini ulienda kufanya nini? Kuna nini huko ujinini? Ulienda kufanya nini wewe? Hebu nenda tukuone. Hata hao ambao wanasema sisi tunawatumia majini, sijui tunafanya hivi, inafaa kuwatumia. Hebu mwambie akutumie jini mmoja hapo kama anaweza. Kama yeye ni mkweli kweli kabisa, ni mkweli, hebu mwambie akutumie jini mmoja hapo akufanye bubu, usiongee kama ni kweli. Waongo, kuwatapeli watu tu, kuwala hela zao kwa ujinga na uongo kabisa, kuwadanganya watu. Watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyoona katika hii hadithi, wapo hao mashaitani ambao wanakwenda kuchukua hizi habari huko mbinguni, wakisikiliza namna malaika wanavyoambiana kwamba Allah amehukumu nini, ama Allah amesema nini. Qalu alhaq, Allah amesema kweli, amesema haki, amesema kadha wa kadha wa kadha. Wale hao majini wanakwenda kusikiliza hizo habari na kisha uzichukua na kuwaletea washirikina wao hao waganga huku na wachawi na makuhani, kisha kwa maelezo ya mtume, na ndio ukweli. Mtume amesema ukweli hapa, fayakdhibu ma'aha 100 kadhban, huweka uongo na kuwadanganya watu na kuwafunga watu. Na utakuta wengi katika watu leo hii, subhanallah, wamejiingiza huko. Wengi katika watu wamejiingiza huko kwa kuona kwamba huyu anasaidiaga. Wallahi Muislamu, wewe kama uko na namba ya mshirikina, hebu futa. Kama uko na namba ya mganga, unasema wewe ni mtaalamu, hebu futa kwa ajili ya Allah. Ukifa sasa hivi wewe unakufa mshirikina, toa hiyo namba kwenye simu yako. Ni mtaalamu wangu huyu, hakuna ambacho anakishindwa huyu, anaweza kila kitu. Subhanallah, anayeweza kila kitu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndo ala kulli shay'in qadir. Wala si hao wachawi na makuhani. Na watu wamche Allah, msiende kumshirikisha Allah, utakufa na shida zako na kesho motoni milele. Eti kisa umemshirikisha Allah kwa kutaka starehe fupi za kiduniani. Alhasil, haifai Muislamu kushirikiana na jini. Eti usije na kisingizio, kuna jini mzuri. Unamjuaje? Ushawahi kumuona wewe huyo jini mzuri? Ushawahi kumuona? Ushawahi kumuona jini mzuri wewe ama jini mwema? Sisemi kama hawapo. Naam, tabani wapo wacha Mungu. Wapo wanafanya ibada, wanaswali, wanafunga, wanafanya ibada wako. Lakini wewe hufai kushirikiana nao katika jambo lolote lile. Haufai kushirikiana nao. Watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Allama al-Fawzan, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, maana ya moja kwa moja ama maana ya ujumla iliyoko katika hii hadith, yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an ta'dhim al-malaika. An-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatoa ile kutukuza, yani namna malaika wanatukuza nini? Kutukuza likalami Allah subhanahu wa ta'ala, kulitukuza neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ya'tarihim min al-khawf, na ile inayowafikia malaika katika hofu na mfadhaiko, kama tulivyoona. Manake pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapotoa neno ama anapotoa tamko kupitisha jambo ama kuhukumu kitu huko mbinguni, malaika huwa kaisikia ile, ikawa ni sababu ya kuwapa hofu, mfadhaiko na uoga na kuhangaika, mpaka wengineo huwa wakaenda kabisa katika kupoteza nini? Kupoteza fahamu. Kisha baada ya hapo inapoondolewa ile hofu, watasauluhum amma qala rabbuhum,
na kule kuulizana kwao, namna wanaulizana malaika, ulizana madha qala rabbukum, wa ijabatu ba'dihim li ba'd, na majibu ya baadhi yao juu kwa baadhi nyingine, wakapeana majibu kwamba Mola wetu amesema iliyokuwa ya kweli. Wama ta'maluhu ash-shayatin alladhina yakhtatifuna kalam al-malaika. Na pia vile vile Rasul sallallahu alayhi wasallam akatoa habari hapa namna mashaitani hawa wachafu kazi yao wanayoifanya katika kwenda kuiba huko na kunyemelea na kusikiliza yale maneno ambayo wanaulizana malaika. Manake hapa kama tulivyosema, hao majini wanakwenda kuchukua yale ambayo malaika ndio wanaulizana. Sasa malaika huwa kaulizana baada ya kusha kuondoshwa ile hofu na woga na mfadhaiko waliokuwa nayo. Litulqiya ila sahrati wal kuhani minan nas, na malengo yao hao mashaitani wanakwenda kuchukua hayo maneno ili wayalete, na wanakuwa na malipo. Yani hawa wanakuaga na malipo maalum, wanalipwa kwamba nenda kafanye hivi, ama ukiniletea malipo yako yatakuwa ni haya kadhaa. Ima atakuchinjia kafara, ima ni mnyama, ni ng'ombe, ama ni mbuzi, ama ni binadamu, wal billah, ama ni binadamu. Naam, hii ipo, hii binadamu kutolewa kafara, hii ipo kabisa, ipo kama vile wanapotolewa mbuzi na ng'ombe, na inakuwa ndio malipo yao hao majini, akiwatumikia ili wao wamletee haya maneno ambayo yanakwenda kuiba huko. Na akienda huko afahamu kwamba ana riski maisha, maana anaweza akakutana na hii shooting star, ikimpata tu yeye khalas, habari yake imeisha. Ikimpata hii shooting star, habari yake inakuwa imeisha tena, yani ndo anasambaratika, ndo anaisha, ndo amemalizika hivi. Kwa hivyo huenda kuchukua hiyo na kuileta huku kwa hao wachawi na makuhani. Wama tulqiyahu ash-shayatin wama tulaqihi ash-shayatin min ar-rami bishahab hina idhin. Na mtume akatupa habari yale wanayokutana nao hao mashaitani katika kupigwa na hivyo vimondo huko wanapokwenda kuchukua. Wa annahu qad yatamakkanu ash-shaytanu min isali al-kalimati al-masmu'ati min al-malaika ila sahir au al-kahin. Akaelezea pia mtume wetu Muhammad kwa muda mwingine huyu shaitani huwa akafanikiwa kuchukua yale maneno kule kwa malaika na kuweza kuwafikishia hawa wachawi na hawa makuhani, na hii inakuwa li hikmatillah, kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile kama nilivyosema, na hii inakuwa ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala ametoa. Ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu, wa illa fahuwa subhanahu la yafutuhu shay'un. Allah subhanahu wa ta'ala hakifichikani kwake chochote, la sivyo Allah subhanahu wa ta'ala hakifichikani kwake chochote. Alikuwa anaweza kuzuia hao kwanza wasifike huko, na hata wakifika wakichukua, alikuwa na uwezo wa kuzuia wasifikisha hao kwa huko, ama alikuwa na uwezo wa kuzuia wa kufanya wasisikie kinachozungumzwa kule. Lakini hiyo ikawa ni kwa hikma ya Allah, na pia vile vile ikawa ni mtihani kwetu sisi. Lakini Allah alikuwa anajua na ana uwezo wa hilo, kwa sababu hakifichikani kwake yeye subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Fauzadu ma'a tilka al-kalima min qibali shayatin au al-adami 99 kadhba. Kisha baada ya kupokelewa lile neno likishafikishwa kwa huyu mchawi, huyu kuhani, huyu huwa likazidishwa uongo zaidi ya mara 99. Uongo zikaongezewa maneno ya uongo ambayo si maneno ya kweli. Wakadanganya, wakaongeza uongo maneno yao kadha wakadha, wakadanganya na kuongeza uongo juu ya uongo. Watudha'u kulluha fi nnas, na neno hilo likasambazwa kwa watu wote, likasambazwa. Jamani, kuhani wetu hapa ametutabiria kesho kutakuwa na kadha wa kadha. Yani katika yale anayoyatabiri, moja tu ndo amelisikia kutoka huko, lakini hayo mengine yote yanakuwa ni ya uongo tu, anayoongeza yeye mwenyewe ili watu wamuone huyu ni mkweli, huyu ni nini. Lakini watu sasa namna walivyo, fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilka alkalimati almasmu', wao wakamsadikisha, wakamuona kweli huyu ni mkweli bana, amesema kweli kwa sababu tu ile neno moja alilolisikia huko, wakamsikiliza na wakamuona huyu ni mkweli, pasina kuangalia yale mengine ambayo wamedanganywa mengi, wamedanganywa
yatatokea na hayakutokea na hayajatokea na hayatotokea, lakini hili moja ambalo limeshatimia ndo watu wanamuona kweli huyu ni mkweli. Wal billah. Allah tuweke mbali na hawa washirikina. Allah tuongoze sisi na wao. Munasabatu alhadith lilbab, amsema al-allama al-Fawzan anna fihi الرد على المشركين. ndani ya hii hadithi anasema al-Fawzani hafidhahullah, kuna raddi kwa raddi washirikina wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu idha kana hadha halu al-malaikati 'inda sama'i kalami Allah ma'a a'zam ma a'tahum Allah min al-quwwati علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم. baada ya kushakuona kwamba hizi ndio hali za malaika wakiwa wanasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali zao malaika huwa wakapatwa na hofu, wakapatwa na mfadhaiko, wakapatwa na kizunguzungu, mpaka wengine wakapoteza fahamu kabisa, wakazimia malaika kwa kusikia tu neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Inda sama'i kalami Allah ma a'tahum Allah min alquwwa, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala hawa malaika amewapa nguvu, amewapa uwezo mkubwa. Yani malaika anaweza kwenda mahali mbali zaidi na kurudi ndani ya sekunde moja. Yani ni uwezo umepewa na Allah, anaweza kufanya mambo makubwa malaika. Hata hao majini, malaika mmoja anaweza kaangamiza wote hao, mmoja tu anaweza kaangamiza wote hao. Kuna kijiji katika miongoni mwa vijiji vilivyotajwa katika Qur'ani, vile Allah subhanahu wa ta'ala alituma malaika akaenda akaviangamiza. Yule malaika alipiga ukelele tu, sauti tu alitoa yule malaika pale katika ile kijiji, ukelele tu pale alinguruma, kijiji kizima watu wote wakafa. Kile wale watu wa Nabiiullah Lut pale alitumwa malaika pale, akaenda ile ardhi akainyenyua hivi kama ananyenyua karatasi, kisha akaigeuza, faja'alna 'aliyaha safilaha, ile ardhi ikajaliwa juu chini, yani ikageuzwa hivi juu chini, yani ikabebwa ile. Nani malaika walifanya kazi hii, ikabebwa ile ardhi juu, alafu juu pakawa chini, yani ile ardhi ikageuzwa hivi kama vile mtu anageuza sahani, ikageuzwa pap. Wale watu wa Sodoma na Gomora, ile ardhi ikageuzwa juu chini, faja'alna 'aliyaha safilaha. Malaika walifanya hii kazi. Sasa pamoja na waliopewa yote haya na Allah katika nguvu, uwezo, lakini hali zao ndio hizi mbele ya Allah. Wanakuwa ni wanyenyekevu, hasa pale Allah anapotoa tamko, ima ni kuhukumu mambo ama kuendesha mambo. Wanakuwa wanyonge, wanakuwa wapole, wadogo, wakihangaika huku na huku, wakipiga mbawa zao, wengine mpaka wakapoteza fahamu kabisa. Sasa hii anasema al-allama al-Fawzani, ulima annahu, inajulikaniwa hapa ama inafahamishwa hapa, la yajuzu sarfu shay'in min al-ibadati lahum, haifai kupeleka chochote katika ibada kwa hawa malaika. Haifai kuabudu, kwa sababu tushaona ni viumbe dhaifu mbele ya Allah, dhaifu, wadogo sana mbele ya Allah. Vipi sasa utaenda kuabudu malaika? Wapo walikuwa wakiabudu malaika kama tunavyoona katika Qur'ani. Tukienda katika suratu 7 aya nambari 40, siku ya kiyama kuna watu wanaabudu malaika. Ndugu zangu, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atauliza, wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala hiyo siku ya kiyama, baada ya kushakuwa kusanya watu, atauliza malaika, yaqulu lil malaika haula'i iyyakum kanu ya'budun, hivi hawa ndio walikuwa mnaabudu? Yani Allah sasa anauliza malaika, hivi hawa ndio watu ambao walikuwa wanaabudu nyie? Malaika watajibu kwa hofu, kuona hadi mashtaka wanaletewa malaika walikuwa wakiabudiwa. Ataulizwa, ina maana hawa watu ndio mliwaambia waabuduni nyinyi, ama hawa watu ndio walikuwa wakiwaabuduni nyinyi, wakiwafanya kuwa nyinyi ni miungu yao, wakiwaabudu? Qalu, malaika watajibu, watamwambia subhanak, umetakasika Mola wetu, anta waliyuna min dunihim, wewe ndio mlinzi wetu kinyume na hao. Bal kanu yaabuduna aljinna, hao walikuwa wakiabudu majini bana.
Jamani, hii ni Qur'ani, surati 7 aya 40 na 41, mkaangalie. Qalu subhanak, malaika watamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wetu umetakasika, Mola wetu. Suratu 7 sura ya 34 aya nambari 40 na 41. Tutamwambia umetakasika Mola wetu, wewe ndiye wali mlinzi wetu kinyume na wao. Bal kanu ya'buduna aljinni, hao walikuwa wakiabudu majini, hao walikuwa wakiabudu jini bana. Sisi wala sisi hatukuwaambia watu waabudu, wao walikuwa wakifuata. Manake sasa hapa tunapata kuona hawa mashaitani, hawa majini ambao ni mashaitani walikuwa wakiajilia hawa ambao ni wachawi, wakiwaonesha kwamba jamani ndio hivi, mpaka inapelekea wengine wanaabudu majini Na hii nafikiri hii inaonekaniwa, na hii iko dhahiri, tunashuhudia kuna watu wanaabudu majini, wakiwachinjia, wakipeleka ibada zao huko, wakiwaomba, wakiwaona kwamba hawa ndio wasaidizi wao, wanaweza kutusaidia, wakiwategemea majini. Wapo, nafikiri mnashuhudia katika mjitamaa, watu wanawachinjia majini, wanawatukuza, wakiwaabudia, wakiwasujudia, kadha wa kadha. Na hii ndio ilivyo kama majibu watakayotolewa na malaika siku hiyo. Bal kanu ya'buduna aljinna, walikuwa wakiabudu majini hawa. Wal billah. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na kupeleka ibada kwa asiyekuwa yeye. Tumpelekee ibada zote zetu sisi tunazofanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ndio hivi, la yajuzu sarfu shay'in min alibadati lahum, haifai kupeleka chochote katika ibada kuwapelekea hao malaika. Fa kaifa biman dunahum, vipi sasa kwa wengine wasiokuwa malaika? Yani kama malaika haifai kuwapelekea ibada, pamoja na yote haya, ukubwa wao, utukufu wao, nguvu zao, haifai kuwapelekea ibada, vipi kwa wengine wasiokuwa hao? Vipi hao ambao sasa wanaenda kuabudia makaburi? Vipi hao ambao wanaenda kuomba makaburi? Vipi hao ambao wanaenda kuomba maiti? Vipi hao ambao wanakwenda kutegemea majini? Vipi hawa na wenyewe hali zao? Yote hii bado inarudi katika shirki, watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamalizia na faida zinazopatikana katika hii hadithi, ma yustafadu min alhadith. Nasema al-allama al-Fawzani, awalan الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. Katika hii hadithi faida tunazopata, miongoni mwa faida ni raddi, kuwarudi wale washirikina wenye kuabudu malaika, ama wale washirikina wenye kuabudu manabii, ama kuna wale wenye kuabudu nini, watu wema. Kuna watu wanaabudiwa huku duniani kuonekaniwa hawa ni mawali wetu, hawa mawali hawa ni mawali wa Allah, mawali hawa, watu wakiwanyenyekea, watu wakiwasujudia, watu wakiona wanapata. Subhanallah, haifai. Yote hiyo ni shirki. Hakuna mwenye sifa ya kupelekewa ibada. Na hapa tukisema ibada, manake kuna watu wanafikiria ibada bana, ibada kwani mimi nimemswalia? Mimi sijamswalia yeye, mimi sijaswali kwa sababu yake. Yani kuna watu wakisikia ibada wao wanajua ni kuswali tu na kufunga na kwenda kufanya haji. Yaani unajuaga ibada. Wengine wakaenda wakasema hata kula ni ibada. Kwani ibada ni nini jamani? Kama tunapopata tafsiri nzuri kutoka kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibada ni kila ambacho anakipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ni jina linalokusanya kila anachokipenda Allah na kukiridhia katika maneno ama matendo ya siri na ya dhahiri. Hiyo ndio ibada. Kwa hivyo hata dua, kuomba, waenda kumuomba maiti, waenda kuomba kaburi, kama tulivyoeleza hapa masiku yaliyopita. Kuna mwanamama yeye alikuwa hapati ujauzito, akaambiwa wewe bana, bibi yako, mzaa bibi yako aliyekufa kaburini ndio anasababisha hii hali. Kwa hivyo nenda katika kaburi lake, nenda ukamuombe. Nenda. Sasa mtu ashakufaga miaka iliyopitaga huko, uenda kumuomba nini? Eti akaenda kabisa yeye pale kaburini, bibi tunakuomba wazee wetu, tunawaomba wazee wetu, tuangalieni vijana wenu, wazee washakufa huko, hawawezi kufanya chochote. Intad'uhum, ikiwa mtawaomba hawezi kusikia dua zenu, na hata wakisikia wala usami'u mastajabu lakum,
na hata wakiwasikieni hawawezi kuwajibu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watawakanusha hiyo shirki yenu mlikuwa mkifanya. Wenyewe mmemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Kwa hivyo ni shirki, na hii ikiwa ni radi kuwarudi washirikina wote wenye kumshirikisha Allah kwa kuabudu ama kuomba malaika ama kuwaomba mitume ama kuwaomba watu wema. Eti kuna wali anaweza kufanya kitu. Kuna mmoja anaitwa Jufri. Nafikiri ni mtu maarufu sana huyu sufi. Maarufu sana huko mitandaoni anaonekaniwa. Anaitwa Jufri. Kauli yake mwenyewe, wala hatumsingizii, kauli yake mwenyewe huyu Jufri, sufi huyu, anasema wali anaweza kutungisha mimba tumboni. Jufri. Ingieni tu mtandaoni, andikeni Jufri. Misri huyu, sijui ni Misri ama sijui ni kabila gani. Anasema wali anaweza kuumba kiumbe ambacho kiko tumboni. Wali anaweza kufanya kazi hiyo. Hatumwekei, klipu zipo jamani. Usuri mmoja, hii mitandao ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, ikiwa watu watatumia vizuri. Nendeni mkaangalie, klipu zake zipo huko mitandao. Anasema kabisa mawali wanaweza kuumba kiumbe ambacho tumboni huko. Mawali wanaweza kufanya hiyo kazi. Na fil hali hii ni shirki. Kazi ya uumbaji ni ya nani jamani? Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayekutengenezeni huko katika matumbo ya mama zenu anavyotaka yeye. Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia anayemtaka mtoto wa kike, anampa anayemtaka mtoto wa kiume, na anamfanya anayemtaka kuwa ni tasa hazai. Hiyo yote ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hiyo ni faida ya kwanza tunayoipata katika hii hadithi. Hai, na tunaendelea. Faida ya pili tunayoipata katika hii hadithi, ta'dhimu Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu almustahiq lil'ibada wahdahu la sharika lah. Tunapata pia kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye peke yake ndiye anayestahiki kupelekewa ibada, la sharika la, wala hana mshirika. Hafai kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Yeye peke yake wahda ndiye anayestahiki kupelekewa ibada. Muda wa kuwa hii ni ibada, basi uifanye kwa ajili ya nani? Uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya tatu tunayoipata katika hii hadith, ithbatu uluwillah ala khalqihi wa ithbatu takallumihi bikalamin yusma. Tunapata uthibitisho, dalili ya wazi kabisa ya kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, yuko mbinguni. Tunaweza kupata dalili hapa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Yuko mbinguni. Tunaona, kwani hao malaika wako wapi? Wako mbinguni. Wakati wanasikia kauli hii walikuwa wapi? Wako mbinguni. Ndio wakaisikia kauli hii. Na tunaona hao mashaitani kwenda kuiba hizi kauli ama hizi maneno, wanatoka wapi? Wanatoka chini wanakwenda juu. Hii ni ithbat kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Na pia vile vile tunapata uthibitisho wa takallumihi bikalamin yusma, kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uzungumzaji ambao anatoa maneno yenye kusikikana, anatoa maneno yenye kusikiwa, nasikika, yani anazungumza na anasikika Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya 4, ibtalu sihri walkihana wa in sadaqa alkahinu wasahiru fi ba'd alahyan. Ubatilifu ama kubatulika kwa uchawi
na huo ukuhani, hata kama watakuwa wanasema maneno ya kweli kabisa, lakini ni mabatili hao, hawafai kazi yao wanaoifanya, hata wao wenyewe pia, hata kama watakuwa wakizungumza maneno ya kweli. Wa in sadaqa alkuhan wasahiru fi ba'd alahyan, hata kama baadhi ya nyakati watazungumza maneno ya kweli, maneno yakatokea ama ya kweli kabisa wakazungumza, muda wa kuwa hawa ni mashaitani hawa, wachawi hawa makuhani hawa, haifai kuwathibitisha eti ni wa kweli, lakini kuna muda wanaongea ukweli, lakini unajua kuna muda wanaongea ukweli. Haifai. Hawa ni washirikina, watabaki kuwa ni washirikina tu. Hata kama wanaongea ukweli, kuna muda wanaongea ukweli anatokea, lakini ni washirikina hawa, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal billah. Faida ya 5 na faida ya mwisho kwa siku ya leo, anna al-ibrata bil ghalib al-kathir la bin nadhrati al-qalil, la bin nadiri al-qalil. Kinachoangaliwa siku zote katika maneno ni ukweli. Yani kinachoangaliwa katika maneno ni wingi wa ukweli yale maneno. Je, ni makweli haya yaliyozungumzwa, ule wingi wake? Yani hata ukipima katika mizani, kinachoangaliwa baina ya maneno mengi yaliyosemwa ya uongo na mengi yaliyosemwa ya ukweli, yapi yafaa kuchukuliwa? Sasa matokeo yake kwa hawa makuhani na hawa wachawi, waweza wakazungumza maneno mengi sana, lakini katika hayo maneno yote hayo labda ni 99, neno moja waweza zipata ndo la ukweli, neno moja tu, lakini haya mengine yote ni uongo tu, wameongeza wao ili kutaka kuonekaniwa kwamba wanaweza, ni wa kweli, na yote haya hayatatokea. Lakini watu sasa likishatokea moja tu wanaonekana hawa watu ni wa kweli. Si umeona? Si amesema hii imetokea. Mbona haya mengine aliyosema mbona hamuyafuatilii? Muone kama kweli ni mkweli. Anna al-ibrata bil ghalib al-kathir la bin nadir al-qalil. Kinachoangaliwa siku zote ama ibra ama mazingatio ni katika kile kinachoshinda kingi katika ukweli, na sio wala zile nadra ama mambo ya nadra ambayo hayana ukweli ndani yake, ni ya kukisiwa la. Na watu wajiepushe na hiyo, watu wajiweke mbali na hayo. Haifai kwenda kwa mganga ukamwambia hebu niangalizie mimi kesho nitakuwa vipi. Huu ni ushirikina. Wataka kufunga ndoa na mtu, waenda kwa mshirikina, waenda kwa mganga, wamwambie hebu niangalizie huyu mtu, je, yuko vipi na mimi? Wataka kuingia katika ndoa, waenda kwa mganga, wamwambie hebu niangalizie bana, tunaendana huyu vipi, yeye nyota yake na nyota yangu zinaendana, tutaishije huko maisha yetu mbeleni, hebu niambie itakuwaje? Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, man ata arrafan wal kahin fasalahu an shay, yoyote mwenye kumwendea kuhani ama mpiga ramli akaenda akamuuliza chochote, hebu niangalizie nyota yangu iko vipi, ama niangalizie mimi nikoje, ama mtu fulani vipi, naendana naye ama siendeni naye, ukaenda tu ukamuuliza, Mtume anasema fakad kafara, mtu huyo amekufuru yaliyoteremshwa kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi nyingine Mtume akasema haikubaliwi swala yake atakayoiswali ndani ya masiku 40. Yani wewe ni lazima uswali, ni wajibu uswali, lakini swala yako ndani ya siku 40 haiwezi kubaliwa. Kwa kosa lako tu la kwenda kwa huyo mganga ukaenda ukamuuliza, ama kwa huyo mshirikina ukaenda ukamuuliza, hivi vipi, hebu niangalizie mtu fulani. Unataka kuingia katika ndoa, mbona kuna swala istikhara ipo, swali istikhara hii. Tena hii istikhara unamuomba ushauri Allah direct. Ni ushauri gani bora zaidi kuliko wa Allah? Yani unamuomba ushauri Allah direct. Ya Rabbi, huyu mtu bana, mimi kama naingia naye katika ndoa, kama ni wa khairi hebu fanye khairi, kama ni wa shari hebu basi ondosha, lete khairi. Na kweli kwa idhni ya Allah, kama ilikuwa ni wa khairi na wewe, Allah anafanya wepesi, mambo yanakuwa mazuri. Na kama alikuwa ni wa shari na wewe, basi utaona tu mambo yamekuwa mazito na mazito hivyo, mara imeishia hivyo tayari. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anatujua sisi na si atujui. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Na Allah anajua na sisi, na nyinyi hamjui chochote, hatujui chochote sisi katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tusiende huko jamani, tusiende huko kupeleka majina yetu. Inaambiwa lete jina lako, lete jina la mama yako. Tusiende huko jamani, tunakwenda kumshirikisha Allah. Sisi tuendeni kwa Allah. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani.
Allah huyu ndo anasema hivi jamani, pindi waja wangu wanapokuuliza kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu, fa inni qaribun. Wafahamu wao waja wangu, inabidi wafahamu. Tena hapa haikuja faqul, waambie wafahamu hao waja wangu, wajue hivi, fa inni qaribun, mimi kwa hakika niko karibu sana nao. Ujibu da'wata da'i idha da'an, najibu majibu ama napokea maombi ya muombaji atakaponiomba. Sasa unaenda huko kufanya nini? Wallahu almusta'an. Tutaishia hapa kwa siku ya leo. Tuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan aljazaa fi hadhihi ad-dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.